kipindi nzuri tena sana ya kupata neno. Bwana Yesu asifiwe. Wacha mtumishi wa Mungu aje tulishe neno tukabarikiwe sote. Wala si mwingine ni Pastor Maloba. Karibu mtumishi wa Mungu. Tunatamani tena wiki ya paradiso. Yerusalemu ya Bwana inameremeta. Asifiwe kanisa. Nawasalimu tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wapi nuru ya Yerusalemu? Panaitwa Jerusalem Fire Church, the place of the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pa Roho Mtakatifu. Yaani uko mahali pa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Pengine ni wewe tu lakini uko mahali pa sawa. Pia nami nashukuru asubuhi ya leo, si nguvu zangu. Ningesema nifike mwenyewe ningeshindwa, lakini kwa sababu ya Mungu yake Mwenyezi Mungu. Ndio maana tuko nanyi asubuhi ya leo. Asifiwe Mwokozi. Asifiwe sana. Tabini na tuombe. Baba, nasema ni asante asubuhi ya leo. Umetuwezesha tena dadi, tumerudi nyumbani mwako. Na tumerudi tena nyumbani mwako tukisema ni asante. Tuwezesha, umetupa nguvu. Tumeamka tena Baba, kuna wenzetu Baba tutamani kuona siku ya leo Baba. Hakuna kitu kenye tumekupa zaidi ya kukwambia ni asante. Tunashukuru Baba, tutumikie chini ya miguu yako. Mimi mtumishi wako na nyenyekea chini ya miguu yako. Bila wewe Baba mimi siwezi. Lakini nikiwa nawe Baba nitaweza. Baba, nasema ni asante. Bariki watoto wako, bariki wote walioko njiani. Bariki wote watakaosikia neno lako. Wote Mungu na wapeleke kiwango kingine. Mungu, nasema ni asante. Nami naomba machache katika jina la Yesu na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Wacha leo tukasikie neno la Bwana linalotuambia maisha mapya katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Inafaa tujue maisha mapya na tuwe na maisha mapya wakati tumepata Kristo. Asifiwe Mwokozi. Haifai uwe yani umepata Kristo lakini maisha yenye uko nayo wewe ni kama maisha ulikuwa nayo hapo nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tukaambia tukipata Kristo ushakuwa chombo kipya. Ukipata Kristo ushageuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Karibu akakwende katika kitabu cha Warumi. Warumi 12. Kwanza. Amen. Kitabu ni cha Warumi 12 kuanzia mstari wa kwanza inasema, Amen. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu msomaji warudie tena. Mimi naona hata kama hajasikia. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, Amen, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Amen. Yaani mnasihiwa, mnaambiwa ndugu zangu,
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani nasiwa ndugu zangu, ujitoe wewe. Toa mwili wako katika nyumba ya Mungu. Jitoe wewe kama wewe, ukijua ni kitu gani unatafuta katika kwenye nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana naambia toa mwili wako. Na huo mwili wako ndio tunaambiwa ni hekalu ya Mungu. Utajitoa vipi? Bwana Yesu asifiwe. Wakati unafanya kitu katika nyumba ya Mungu, usitake ushawishi kwa mwenzako. Wakati Mungu amekubariki unafanya kitu fulani, usitake ushawishi. Jitoe wewe kama wewe. Fanya kazi ya Mungu kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Usitake ati mwingine atake kujua ama mimi nitake kujua unamfanyia nini Mungu. Kama unaimba imba. Kama unamtolea Mungu, tolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kunaye anaona sirini, asiwe Mwokozi. Amen. Usitake jirani yako ajue. Usitake mwenzako aseme unatoa sana. Usitake mwenzako aseme unaimba sana. Usitake mwenzako aseme unahubiri sana. Wewe fanya kazi ya Mungu, wewe kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Msomaji. Bali mgeuze kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukifuatilia mambo ya dunia hii upendo utapotea. Ukifuatilia mambo ya dunia utapotea. Bwana Yesu asifiwe. Usipokaa katika Kristo, tunafundishwa hapo wapendwa. Sasa wewe usije ukajiona hapo uko wapi. Kuna pengine mahali Mungu atataka kukupeleka lakini unajidharau. Pendo usijidharau. Pendo usijidharau. Na hili neno la Mungu usije ukaligeuza. Hili neno la Mungu msije mkaligeuza wapendwa. Amen. Ni uchungu sana ukiona hao wachungaji ni wakubwa. Sasa walianza kama sisi, hawakuanza hapo juu. Walianza chini kama sisi. Lakini sasa hivi wanakuwa wanapigania pesa, wanapigania magari, wanapigania vitu vya dunia. Na tu kuletwa hapa duniani tupigania vitu vya dunia. Mungu alisema nendeni kule mtukuze jina langu. Nendeni kule mniabudu. Mbona tumefika hapa tumeanza kuabudu vitu vingine ambavyo havifurahishi Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio nyakati yenye tuko sasa hivi. Watu wanapigania pesa, wanapigania magari. Hakuna mtu ataenda na gari mbinguni. Hakuna mtu ataenda uambiwe ulikuwa na pesa ngapi kwa duniani kaa pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa hivi penye imefika watu wanapigania pesa, wanapigania magari. Hata unaweza kaa chini useme kama upasta ndio utafika nianze kuwa kama hao. Heri nikae. Lakini sasa ukijijua wewe ni nani, fanya kitu kenye huwezi kufananishwa na wao. Fanya wewe kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sitataka niwe kama wewe, na usitake kuwa kama mimi. Wacha mimi nifanye mimi kama mimi, nikifanya mazuri utasoma mazuri kutoka kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wao ni wakubwa, wana cheo kubwa. Sasa wewe niambie, unanunua mtu anakuja ajifanye kiwete, alafu useme nimemuombea, kumbe hata ile mtoto mdogo basi hata aje amuombee. Kuliko unasema umemwombea na hakuna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ukimfuata Mungu, kunazo nguvu za Mungu anaweka ndani yako ukafufua huyo. Amen. Utafanya kiwete akatembea na akatembea katika jina la Yesu. Kwa sababu gani? Alisema mkiwa ndani yangu mtafanya makubwa. Mkiwa ndani yangu mtafanya zaidi, na Kristo yuko ndani yetu. Inafaa tufanye makubwa zaidi. Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe sana. Amen. Tutangaza sana. Tutadharauliwa Kristo. Lakini ujue uko wapi. Mimi sitaogopa hata ukiniambia Bwana Yesu asifiwe sana Mesia, ninajua Mesia unamtumikia na mtumikia nani? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nitasema ati wa Kristo tunadharauliwa, unione pale feri, uniambia Bwana Yesu asifiwe niseme kwa nasema asifiwe gawa wenye wako hata msekina leo. Amen. Hata kwa mfano ikifika pale feri ikianza kuyumba watu wataanza kusema Jesus Jesus Jesus. Hata wenye si wa Jesus watasema Jesus, ndio nasikia wanasema Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Sasa inafaa wakati unasema wewe ni mlokole, umejiamini. Tunasema wakati tulikuwa kwa Kristo na wakati Kristo tuliambiwa sisi ni mateka wa Kristo. Inafaa ujikubali na inafaa ujiamue ni nani. Mwanajeshi wakati anaenda na mwanajeshi mwenzake vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna mtu mjasiri kama mwanajeshi. Bwana Yesu asifiwe.
Mwanajeshi anaweza kuwa na rafiki yake kabisa, kama mimi na Daudi tunajua si ni marafiki, lakini ni wanajeshi. Tumeenda kwenye vita, mwenzangu amepigwa marisasi, ameuliwa. Sifai kuanza kumwangalia ni nini imefanyika. Inafaa niendelee mbele kuangalia wale maadui, sababu nikilala pia watanimaliza. Wanasasiwe. Lakini sasa hivi tumekuwa hivyo. Ukiona fulani alikuwa hivi, wewe pia unafifia. Ukiona fulani alikuwa jezi, wewe unafifia. Lakini wewe jijue wewe ni wewe. Kwa maana kwa neema niliyopewa nawaambia, kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Nasikia kila mtu awe na nia na kiasi cha imani, asiwe mwokozi. Amen. Ndio anafurahishwa na watu wengine. Kuna mtu anaweza kuja pale akasikia mahubiri ama akasikia maombi, alikuwa amekuja na jambo fulani, lakini ndani ya moyo wake anasema, Mungu, nimejua umenikumbuka. Baba, najua hilo neno lile umesema umenikumbuka. Amen. Na hata kuja hapa atatoka na ile neno akisema, Baba, umenikumbuka. Hiyo ni imani kubwa sana. Amen. Wakristo nafaa tuwe na hiyo imani. Yule mwalimu alimwakutana na Yesu Kristo, alimwambia, sio lazima uende nyumbani mwangu, lakini tamka neno moja tu, ponyaji wangu watapona. Inafaa tuwe na imani namna hiyo. Lakini si ati Mkristo wewe umekuja sasa unaombewa, umekuja katikati ya wiki unaombewa, umekuja tena unaombewa. Vipi? Kwani Mungu hana nguvu? Hana nguvu. Hiyo inakuwa unamchezea Mungu. Kwa umekuja umeombewa, mimi pia nakuwasha ambao pia nimekuombea. Bwana asifiwe. Sababu unaombewa, umekuja umeombewa. Una imani. Utakuwa unafundishwa nini? Utakuwa Kristo wako ni upi? Shida ni umeniambia jana ni leo. Wajua hata mgonjwa ameenda saa hii. Ameenda makanda. Nani ashaika na mgonjwa hospitali? Shaika na mgonjwa hospitali. Kana mgonjwa hapo hospitali, unaona hali zake ni mbaya, lakini unampa nguvu. Unaona huyu hakuna mpa nguvu. Lakini wewe ukakaa na mgonjwa mwambie, naona unatuacha. Tangaja hiyo, watu wanaambia mgonjwa unaona unatuacha. Hata kama unaona anatuacha, mpe nguvu, mwambie wewe naona hata umekoma. Asiye mwokozi. Lakini pia akienda itakuwa ni mambo yake Mungu. Atakuwa amevuna mavuno yako, sio yako. Wanaweza asifiwe. Lakini huwezi ukasema tunaenda leo hospitali hata kama ni mgonjwa umevunjika mguu, kesho upone. Sasa hata ukiombewa, kwa mfano Mungu anataka akuangalie mambo yako na anataka akuangalie venye umembeba Mungu kivipi. Wewe hata yule mama alikuwa anatoka na miaka ngapi? 12. Alienda kwa ganga, pesa yake ililiwa kwa matibabu, lakini mama hakujua. Alipompata Yesu pia ndiye akafanyaje? Akaokolewa. Bwana asifiwe. Sasa utakuja na hitaji yako. Usidhani pengine unaweza kuja kwa sasa mwaka huu ukakosa kujibiwa. Mwaka mwingine ukakosa kujibiwa. Mungu anakuangalia. Lakini siku moja tu ombi lako likajibiwa. Sio watu wa kuwa na imani. Sio watu wa kujibebea imani. Bwana asifiwe. Sio watu wa kwenda kanisani sababu unaenda pia unasumbua mchungaji. Ameombea kila mmoja. Bwana asifiwe. Lakini si ati niombee, niombe yako ombi yako ni bora zaidi kuliko wengine. Bwana asifiwe. Wakati beba imani. Waweza kuwa tumekaa kule chini, mtu anakuja huko kule chini, amekaa. Amebeba imani anasema hapo mimi. Hiyo neno leo naondoka nalo. Hiyo neno leo Mungu fungua njia zako. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja. Bwana asifiwe. Kama vile viungo gani? Kuna kichwa. Hata kanisani kuna kazi nyingi. Kuna mtu mhuduma. Kuna huduma mbalimbali, kuna mwinjilisti, kuna pasta, kuna mwalimu. Lakini sasa kwa mfano wewe ni mwinjilisti na kuna nabii pale. Wewe ni mwinjilisti, unaonea huduma ya ule kinyongo. Kumbe yule mwenye unamuonea kinyongo, huduma yako na yako ile ndani. Bwana asifiwe. Hapo unafanya kazi ya bure.
Tumeambiwa katika kiungo ya Kristo kuna nini? Kuna kazi nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watenda kazi ni wadogo. Wewe umejichukuliaje? Umejichukuliaje katika nyumba ya Kristo? Umejichukuliaje katika kufanya kazi ya Mungu? Tulivyokaa chini ama ulivyokaa chini, ndio maana unaambia penye kuokoka. Mimi siwezi kukuja nikakwambia okoka. Bwana Yesu asifiwe. Mimi siwezi kukuja nikakwambia okoka. Niwe ukae chini, uangalie mahali Mungu wangu amenitoa, kile kenye nimefanya mpaka Mungu amenifikisha hapa. Mpaka wewe mwenyewe unakuja unajishawishi katika roho yako, unasema nafanya ndio Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Saa zingine huwa nasema kuna watu wanakuua, tunakutana nao. Hapo nyuma nilikuwa nimeweka direct. Nilikuwa na nitarasa, hata wengine sasa hivi huwa najua kwa mahali wananiita, lakini sasa hiyo ni majina yenu ya kitambo. Mimi najua nilitoka huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna siku nilikuwa naangalia jua utaweka vitu vingine, hata ukikutana na polisi anaenda, lakini anakuangalia polisi anaenda, yani hajiamini, anasema huko penye ametoka kuna usalama kweli, yani anaenda, lakini ni kama lakini nashukuru tangu niliweka mpaka nikakuja kunywa, kuna siku nililala ndani na hakuna siku nilishikwa. Anaweza ukashirisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mimi mwenyewe nikuja kaka akasema hapana, siko hivyo. Wajua hii hapana, wewe inakujia wapi? Wakati sisi na wazazi wetu tunapolewa na kupelekwa kama watoto wadogo, unaenda Sunday school. Ile ni mbegu ya Mungu unayopanda. Bwana Yesu asifiwe. Ile ni mbegu ya Mungu. Yule hata akiwa anaenda Sunday school, hata akifikia mahali mkubwa hivi ajane na mambo ya kanisani, akienda mahali kuna kitu atafikiria, kitambo nilikuwa naenda Sunday school, tunafanya hivi. Sasa kitambo nilikuwa mtoto nilikuwa naenda kanisani. Mbona sasa niko mtu mkubwa siende kanisani? Na naenda kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Amen. Tumalizie huko. Vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema mliopewa, ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadri ya imani. Ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu. Yesu asifiwe. Amen. Wajua siku wa Kristo, ndio maana pia tutaishi. Ndio maana wakienda huko Shakahola wakatupeleka wenyewe. Yaani sahii kuna mahali tulikuwa tukaenda church huko Kiwerera. Sasa kulikuwa kuna watu walikuwa wakikuja hapo church. Sasa siku moja baba alikuwa ni mgonjwa, toka huko Kinango. Baba ni mgonjwa, wanaenda church hapa Kiwerera. Baba mwenye alikuwa mgonjwa akamtoa baba Kinango akampeleka Nairobi aende aombewe. Yaani imagine umewacha pastor hapa unaenda Nairobi. Na wewe mbona huo uendi Nairobi huko unakuja hapo? Amen. Baba alifariki. Hapo umempuzia Mungu. Mahali ukienda hata usikie ni mtoto mdogo kama mwenye anatuhubiria hapo wa Sunday school. Sije ukapuuza neno la Mungu pia. Amen. Sije ukapuuza neno la Mungu. Pengine hata kama ni mtoto angekuja hapo tu akamwekelea mkono, pengine yule mtoto wako pengine angekuwa sawa. Lakini sasa umedharau Mungu. Mbona mimi kwa mfano niende hapa, niwe nakuja kanisa hapa, kwa kuna mtu wangu ana shida, niseme anafaa kwenda huko Kilifi huko tukachukue maji na chumvi. Bwana Yesu asifiwe, kufa vibaya na hiyo maji na chumvi na vitambaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe sana. Mahali ulipo, mahali penye unaamini Mungu wako, kaa hapo na mlilie Mungu wako. Mwambie Mungu, mimi hakuna mahali pengine nawezaenda. Mungu, mimi nakujua uko hapa. Fanya mambo yako pia makundi yaone hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ile nini imani yako umerudisha chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tunataka mahali tunaambiwa mtabarikiwa na magari. Unafurahi. Manyumba, pesa, sawa, lakini nyumba, magari. Je, hebu mwanzo jiulize wewe ukija kubarikiwa na gari nzuri. Ama ndio unaweza kusema hapa Likoni. Hiyo ni kanisa size yangu, acha niende Kilifi juu. Yaani ile una enjoy tu na drive mpaka Kilifi.
Bwana Yesu asifiwe. Mimi hata wacha sioni hata parking ya gari yangu hapa. Ati niingie na vitu huko ndani na vumbi. Lakini vitu ulitoa wapi? Ulitoa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali penye umesema Mungu nakulilia hapo. Hata alete helikopta, hata alete ndege. Iende hapo, njoo hapo mulilie Mungu wako. Amen. Hapo mulilie Mungu wako. Wajua Mungu anatukarishia nini? Baraka zetu kwa nini? Huwa anatuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Pengine tungebarikiwa na hizo brand, hata wengine sasa tungekuwa hai. Wallahi. Ndio hai. Wengine tungekuwa hai. Tungekuwa tushafariki. Tungeziweka hizo gari na raha za dunia. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda hata unalala huko beach, unakaa huko beach kabisa. Hata Jumapili hata ukumbuki kama kuna chai. Tungekuwa tumekufa, lakini Mungu anasema slowly by slowly, step by step. Yaani akikumpatia ule, wewe pia unakalishwa kama utakuwa kinyonge, unaona mwenzako amepona kwa kinyonge, unaondolewa, mwenye ana roho nzuri analekwa next, anapewa, wewe mwanzo unawekwa kando. Ndio maana siku zote tunaambia ukibarikiwa muombe. Sema Mungu ni asante umebariki ndugu fulani. Mungu ni asante umebariki dada fulani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio Kristo nzuri. Lakini si ati mwenzako amebarikiwa wewe una kinyongo. Hapo pia hakuna Kristo. Wote mmoja unakuja kanisani mwenzako amebarikiwa na kinyongo. Hata amenunua gari ili amenunua gari. Yaani mpaka unajiweka ile roho nyingine. Sijui mimi mtoto wa nani. Wajua mtu huwa akitaka kujiweka na shida. Mpaka ujue mtu ana shida huwa anajitanisha na mama yake. Mimi mtoto kama mimi nasema, mimi mtoto wa Safina jamani, na mambo ya Safina. Mimi mtoto wa Safina. Nimekuaje? Yaani unajiweka na sura nyingine. Wewe usijiweke hivyo. Kama amebarikiwa sema Mungu najua kuna siku yangu nayo itafika na utanibariki. Utanibariki. Hiyo ndio Kristo nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa huduma tuwemo katika huduma yetu, mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Mara ngapi hapa huwa tunaonywa? Mara ngapi huwa tunafundishwa mafundisho mazuri? Kwa nafikiria venye baba yetu wao nasimama hapa anatupatia mafundisho mazuri. Ungekuwa pengine kuna mtu anaweza muona kwa YouTube yuko karibu Uganda huko ama hata yuko Uganda. Anasema mimi nikifika pale kanisani tu hivi. Niweke mguu yangu hapo, mimi nishabarikiwa. Na yuko mbali. Lakini wewe wenye uko hapa ni mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote ukiwa na mazoea kama ni baba wako wa kiroho, kama hata tuseme ukiwa na mazoea na hiyo baraka pia zako ziko kwa. Siku zote pia utakuwa na mazoea na boss wako amekuajiri kazi. Mimi ndio nilikuwa sitaki kumzaa na boss akiwa ameniajiri kazi, sitaki mzaa na boss. Kama niambie nifanye kitu fulani nifanye. Jua nini? Utakuja uko na mzaa na boss, kila mzaa na boss mnacheka hivi unafanya hivi. Mzaa na boss. Utakuta umeshikwa na neno zito ama kitu cha ghafla inatakana pesa ama ni mambo yako tu hapo. Hata wewe leo unakuja kuchekacheka tena ni venye wao mnataniana. Lakini kama amdaniani na boss, ukija kumwambia boss niko na tena kwa makini sana kukusikiza. Niko na shida hii na hii. Lazima akutatulie. Na kama una mazoea naye hakuna mwenye atakusikiza. Hata Mungu wetu naye pia tusiwe na mazoea naye. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu tusiwe mazoea naye. Anajua kwa mali fulani ukiniita anajua mwanangu ameniita. Anataka kitu fulani. Asifiwe Mwokozi. Asifiwe sana. Amen. Pendo na lisiwe na unafiki. Lichukieni lililo ovu. Mkiambatana na lililo jema. Kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi. Kwa heshima. Amen. Kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi kwa heshima mkiwatanguliza mbele. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena kanisa. Ninyi sisi wa Kristo tunapendana sisi kwa sisi.
Tunapendana sisi kwa sisi. Tunaambia tupendane sisi kwa sisi. Hizi kwa ndio ni lini wewe ulisema tu kuona mwenzako hayuko sawa ama yeye anakuja tu na nguo moja. Ukapita hata huko kwa ngoya tu uko na hata tu nguo. Na ukasema acha nibaye upendo fulani nilimuona chachi iko hivi na ukamletea. Kwa nini sasa sio? Huo ndio udugu. Yesu Kristo anasema nilikuja kwenu nikiwa sina nguo, hamkunivisha. Nilikuja kwenu nikiwa na njaa, hamkunilisha. Usione tutakutana na Yesu Kristo hapo akikwambia sina nguo. Usione utakutana na Yesu Kristo baada akwambia nina njaa. Huyo mko naye ukimsaidia huyo umemsaidia Yesu Kristo. Ukimsaidia ndugu yako umemsaidia ndugu yako pia katika Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata njiani wezaenda ukakutana na mtu ni mchafu sana. Mchafu. Ukasema akakuomba nisaidie hata pesa ngapi? Mwambie mwanzo hata niondokee na venye huko na venye. Huko unafukuza baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unafukuza baraka zako. Tujifunze kupendana. Na kupenda sio ati unapenda tu mwenye mnaenda naye kanisani. Hata aliyoko kule nje. Yesu Kristo anasema si kuja kwa walio wema peke yake, bali nilikuja hata kwa walio waovu ili pia wageuke wawe na mambo mazuri. Asifiwe Mwokozi. Hata sisi mahali penye tulitolewa, sasa tumekaa tuko wema sana. Hatukukua hivi. Bwana Yesu asifiwe. Tulitolewa mahali tulikuwa tufai. Tulitolewa mahali tulikuwa tufai. Kama si Yesu hata tungekuwa hivi. Wengi tumepigwa na wachawi. Wengi tumeharibiwa mambo zetu. Kuna pengine hata ni ndugu zetu, baba zetu, wazazi wetu walikufa huko, walikuwa wamjui Kristo, lakini wewe umemjua Mungu. Kuwa na tunda njema katika Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa bidii si walegevu